Asubuhi ya leo nataka nizungumze ama niweke msingi. Leo nitaongea kwa uchache, kwa kiasi kadiri nitakavyopewa kuzungumza, lakini ni katika kuweka msingi wa kile Mungu amenituma kukifundisha. Amen. Nilisema kuhusu kuwa, becoming, si ndio? Kufanyika, ile hali ya kuwa. Mwaka huu kile Mungu anataka tuende kwenye phase nyingine. Tumetoka kwenye phase fulani tuingie kwenye phase of becoming. Hello? Ya kuwa. Kwa kile Mama Mushi anaweza akasema, asiseme, ila awe kile ambacho amesema. So naomba nitaweka msingi, nitajitahidi tu kuzungumza kwa utaratibu itakavyowezekana, lakini kila mmoja aweze kupata kitu fulani, and then tutakuwa tunaendelea kuzungumza. Haya nitakayokuwa naenda kuyasema, hatari yake ni kwamba unaweza usielewe kabisa, ama ukaelewa ukawa mtu tofauti kabisa. Amen. Iambie nafsi yako, ninaelewa, nitakuwa mtu tofauti kabisa. Amen. Na katika masomo haya ambayo yatakuwa ni mtiririko wa kuendelea huko mbele, naomba leo ni define kitu kimoja ambacho leo sikizungumzii hicho, lakini nakidefine tu kwa sababu kuna siku nitakizungumzia nikiwa sijakidefine ili nisipigwe mawe. Sawa? Ulimwengu. Hiyo imenijia tu kichwani, nataka tumalizane nayo ili siku nikiisema isikuume. Si ndio? Ulimwengu, nikisema ulimwengu nini tunaelewa? Tunaelewa ulimwengu, si ndio? Lakini mara zote ukizungumza ulimwengu kwenye setup ya kanisa, unazungumzia mambo yasiyofaa. Si ndio? Halo? Si ninyi na walokole wenzangu jamani, tushakubaliana, si ndio? Kwa hiyo nikiongea kitu ambacho mnakielewa, tukubaliane tu. Kwa sababu wote ndivyo tunavyojua, si ndio? Kwamba huyu mtu au haya ni mambo ya kidunia. Si ndio? Mshasikia haya mambo ya kidunia, mambo ya ulimwengu. Mambo ya ulimwengu kwenye makanisa yetu ama kwenye setup zetu za Kikristo ni mambo mabaya mabaya. Si ndio? Ama mambo yasiyokuwa mema. Mambo ya giza. Bwana asifiwe. Hasa kuna siku nilifundisha hapa likaja likaonekana kumbe giza nalo sio baya sana. Watu wengine wakachukia, wakasema huyu jamaa mbona kama anataka kufanya kile kitu kiwe chepesi. Ulimwengu ni ulimwengu, sawa? Ulimwengu una consist dunia, nyota, mwezi, nini kingine? Watu, mvua, mawe, kila kitu, bahari. Si ndio? Bahari na kuzimu. Ulimwengu ni mkusanyiko wa kila kitu ambacho umepewa kukijua. Sawa? Ikiwemo dunia, watu wake, vyote vilivyoumbwa, vimeumbwa. Mungu aliumba ulimwengu. Sawa sawa? Nataka uielewe hii concept ilifundishwa ikaja kwetu vibaya kiasi kwamba kuna lugha ninaweza nikaizungumza ambayo ilipaswa ikupe message sahihi, lakini kwa sababu nimetumia neno ulimwengu ikakukata kabisa. Umenielewa? Ulimwengu Mungu alivyouumba, aliuumba ili, Biblia inasema kwamba aliviumba vyote afa akamweka mwanadamu, alafu mwanadamu utawale ulimwengu. Kwa hiyo vyote vilivyowekwa kule vilifanywa kwa ajili yake. Si ndio? Na akapewa control juu yake. Kwa hiyo vyote vilivyoko ulimwenguni Mungu amevifanya kwa faida yetu. Bwana asifiwe. Ikiwepo miti, mimea, wanyama, lakini likiwepo jua, ukiwepo mwezi, zikiwepo nyota, vyote vimefanywa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ameuumba kwa namna fulani ambao umepewa maelekezo ya kukusikiliza. Utakachosema wenyewe una respond, kwa sababu Mungu alisha predesign huu ulimwengu. Tuko pamoja? Adamu, kila kile ambacho Adamu alikiita, Biblia inasema kwamba kikawa. Kwa sababu Mungu alikwisha kukifanya kwanza akakiweka. Alafu yeye alivyokiita akakimanifesti kikawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ukinisikia nikizungumza afu nikatamka neno ulimwengu katika lugha zote vile, sio neno baya. Uelewa katika hiyo setup. Amen. Haya, sasa najaribu kuwa mwalimu. Naomba sasa nijielekeze kwenye kile ambacho nataka tukizungumze, becoming.
Kupitia udanganyifu watu wamepoteza identity. Watu wamepoteza identity, si mnaelewa? Ndio hiyo, si ndio? Utambulisho. Halo? Na utambulisho ni kitu cha maana na cha muhimu sana, kwa sababu utambulisho ndio unakusema wewe, si ndio? Identity yako ndio wewe. Kwa kama una wrong identity, maana yake wewe mwenyewe uko wrong. Halo? Na kupitia utambulisho ule utambulisho unatupa sisi nafasi ya kuassume mamlaka, ama nisemeje, utambulisho wako ndo unakupa access ya power. Sawa? Utambulisho wako ndo unakupa position. Labda ngoja nizungumze hivi kwa lugha rahisi ya Kitanzania. Utambulisho wako, kwa mfano kama uko kwenye familia, si ndio? Position inatokana na ule utambulisho wako mwenyewe. Mimi ukija kwangu nyumbani kwetu, mimi ni baba, si ndio? Najulikana kama baba. Na kama baba nina privileges zote za ubaba na advantage zote za ubaba, lakini nina power ya kibaba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ndio utambulisho wangu kwenye familia. Identity yako inaweza kuwa limitation, yani nini unaweza wa kuki-access. Halo? Ule utambulisho wako unaweza kuwa aidha mlango wa kukuwezesha ku-access ama wa kukuzuia ku-access identity. Kwa hiyo through deception tumeibiwa utambulisho halisi wa who we are. Na udanganyifu huo ulipoingia ukasababisha baadhi ya watu kuto kujua ni wakina nani. Na usipojua wewe ni nani, manake huna uwezo wa ku-access chochote kinachokuhusu. Utaanza kuishi kulingana na maelekezo ya yule ambaye unaamini kwamba identity aliyokupa ndio yenyewe. Ama utaanza kuishi kulingana na hiyo identity mpya ambayo unayo. Ninazungumza kuhusu becoming. Zamani tunasoma kwenye Biblia, tunaona walivyokuwa wakitambulishwa. Huyu ni Yakobo. Lakini alikuwa asemi tu Yakobo, alikuwa anasema wanani, si ndio? Wa Isaka, wanani, anatoa kizazi chake, utambulisho wake. Unadhani tu kwamba ilikuwa ni story? Hata Yakobo alipokuwa akikutana na Mungu alikuwa na huyo tabia ya kujielezea alikotokea, si ndio? Tunakuja kuona descendant wake wakikutana na Mungu au wakiwa na issue na Mungu, wanamuita Mungu lakini wa baba yetu Yakobo, wa baba yetu Isaka, wa baba yetu Ibrahim. Kwa nini walikuwa wanafanya vile? Walitaka nguvu yoyote iliyoko huko ambayo inaitwa baba irecognize kwamba sisi ndio wale wenye privilege. Hello? Alikuwa hayatamki yale tu kama starehe. Alikuwa anatamka akiwa anajua kuna investment kwenye hili jina. Kwa hiyo nikitambuliwa kwa hili jina, mkilisikia, manake ninastahili favor kwa sababu mimi ni wa Isaka, mimi ni wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Wengine ambao walikuwa wanaitwa wa mataifa kwa sababu walikuwa hawako kwenye ile mlolongo wa baraka ya Ibrahim, walikuwa wanaishi unfortunately, naweza nikasema walikuwa wanaishi kama sio kibahati mbaya, lakini walikuwa wanaishi katika hali ya kukosa kwa sababu walikuwa wao sio wa Ibrahim. Halo?
Kwa hiyo wao wa Ibrahimu waliendelea kujitamba hata siku za mbele, wakijitambia kwa sababu ya baba yao Ibrahimu. Identity. Hello? But ukiwa deceived, ukidanganywa, kuna udanganyifu, lakini kuna neno tamu zaidi ya udanganyifu, yani deception. Yani ni uongo fulani hivi ambao unakupa picha kama ya kweli, lakini unakuhamisha kabisa. Halo? Tuko pamoja? Hebu kama uko pamoja, nataka upunge tu mkono na nio hivi. Amen. Kwenye hiki naomba nisikuache sehemu yoyote, twende tu pamoja. Kwa nini ninazungumza na kujaribu kuonyesha umuhimu wa hivi vitu? Ni kwa sababu you cannot become what you want or what you wish. Leo nakatisha tamaa kidogo, kwa sababu najua kuna watu you wish, si ndio? Una wish kuolewa, si una wish kuwa tajiri, si ndio? You want, si ndio? Halo? Kuna watu, si ndio? Bana, nataka kuwa kitu fulani, si ndio? Nataka kuwa mwalimu, nataka kuwa mwenye mafanikio, nataka kuwa, sijai kusikia mtu anataka kuwa mpole, mnyenyekevu. Mshai kusikiaga mtu anataka kuwa mnyenyekevu? Watu nataka tu kuwa watata, si ndio? Nataka kuwa fulani, nataka kuwa tajiri. Na najua kuna mafundisho mengi yamekwisha kufundishwa ambayo yamelifanya jambo hilo liwe sahihi, lakini leo nataka nizungumze deception ilichokifanya. Halo? Naongea na watu special sana. Kwa sababu elimu ni elimu special sana. You cannot become what you want or what you wish. You can only become what you are. Huwezi kuwa kile unataka. Unaweza tu kuwa kile uko. Naomba hii ingie taratibu, sababu hii ni kubwa sana. Hii ni kubwa sana. Nikizungumza deception, nyewe mnaichukulia poa. Yaani kuna namna tumefundishwa uongo au tumeelekezwa uongo mpaka tumefikiri kwamba ndio ukweli. To the point hata hii ninachokisema hapa kinakuwa kigumu ku make sense. Lakini nataka tu uniamini katika Kristo Yesu, kwa sababu hii ndio kazi pekee yake nilionayo. Ni rahisi kufikiri kwamba mimi nataka kuwa tajiri, kwamba ndio utakuwa tajiri. Si kweli. Na ndio maana, kwani hamwajui watu wanafanya affirmations ni affirmations ndio? Hao wananisaidiaga, ni wahubiri wenzangu. Si mnafahamu na mnafanya, si ndio? Unaamka unazungumza. Lakini ni kweli wako ambao wamekutana na matokeo, lakini ni kwa namna pia ambavyo walikuwa wanazungumza. Ila kuna ambao hawajawahi kukutana na matokeo kwa sababu ya namna pia wanazungumza. Ukitaka kuwa kitu fulani, una uwezo tu wa kuwa kile au kutaka kuwa kile ambacho wewe hauko. Tamani kuwa kuna mtu ameelewa. Natamani. Yani siwezi kutaka chochote nilicho nacho. Huwa tunataka kile ambacho hatuna. Kwa hiyo kwa kutaka ni kuthibitisha kwamba hauna. Ninapotaka afya njema ni kwa sababu sina afya njema. Na kuvuruga najua. Kuna ambao ninawavuruga najua. Lakini Mungu atakusaidia. Namwambia Roho Mtakatifu nisaidie. Kwa sababu kiukweli mimi ni mjumbe, nimetumwa. Ila mwalimu wa kweli ni Roho Mtakatifu. Mwambie Roho wa Bwana nisaidie. Huyu mwamba leo na mimi hatuendani, lakini naomba nisaidie. Utaelewa.
Kwa nini wanadamu tumeanza kutaka? Tumeanza kutaka baada ya kuwa deceived kwamba hatuna, na tuna exist kwenye hiyo state baada tu ya kugundua na kuamua kwamba hatuna, then tunaanza kuexist kama wasiokuwa nacho. Na ndio maana tuna uwezo wa kukiona kile ambacho kilitakiwa kuwa ndani, kuanza kukiona nje na kukidesire. Halo, tuko pamoja? Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Naomba Mungu anisaidie na Mungu akusaidie leo, huu msingi tuweke pamoja. Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 1 mpaka wa 5. Sorry, naomba mumsaidie msomaji wetu, mumtendee wema tafadhali. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Ndugu zangu, mara nyingine ni ngumu sana kuona uongo katika kweli ambao nyoka alikuwa anazungumza. Sawa? Akamwambia eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Kwanza alianza kumgawanya, yani kumvuruga kwanza, kwa sababu akamuingizia miti yote, na wakati ajafu jamaa alikuwa mjanja sana. Na wakati anajua kabisa mtu walioambiwa sile ni huu, na wako kwenye huo mti wamesimama pale, afu ambeti mmeambiwa msile yote, na jana amewakuta wanakula. Alikuwa anamuingiza tu kingi kama jinsi ambavyo wengi wetu tunaingizwa kingi, sawa? Akamjibu kwa roho nzuri tu kwamba yote bwana, sisi tunakula kasoro huu mmoja, huu hapa, huu hatuwezi kula, huu hapa kwa sababu tukila bwana tutakufa. Nyoka akaambia, wewe acha maneno yako bwana. Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho yenu, nanyi mtakuwa kama Mungu. Listen to me. The true deception ilikuwa hapo. Akawaambia kwamba Mungu anajua kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huu macho yenu yatafunguliwa, alafu anatupia sasa pale cha deception yenyewe, alafu mtakuwa kama yeye. Sasa kuna mtu mmoja mita chache kutoka hapa ananiambia, mchungaji, mbona kwani si ni kweli wakifunguliwa macho sio wanakuwa, na ukienda pale mbele anasema sasa mwanadamu amekuwa kama sisi. Ni kweli kabisa. Lakini angalia uongo, angalia hiyo deception, angalia huo ulaghai. Nimepata jina zuri. Angalia huo ulaghai ulikokuwa umekaa. Amesema Mungu anajua mkila mtakuwa kama yeye. Akainua tamaa ndani ya Eva ya kutaka kuwa kama nani? Lakini ukirudi nyuma kwenye sura ya 1 mstari wa 26 anasemaje? Na tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, mtu kama sisi. Sika nazungumza na mtu hapa leo. Akamwambia kwa Mungu, Biblia inasema kwamba listen to me, Mungu hakumuumba mwanadamu kwenye sura ya 3 au kwenye sura ya 2. Mungu alimuumba mwanadamu sura ya 1 mstari wa 26. Yes. Lakini manifestation akaja kuifanya baadaye, baada ya kuumba vitu vingine vyote na kumanifest pale, afa akasema sasa alikuwa hayuko mtu wa kuilima bustani. Akakumbuka yule tulimwacha kule, ngoja tukamtoe na yeye. Sio kama mnanielewa? Kuna mtu tunafuatana naye. Yaani uko hapa, yes. Natamani uwe hapa. Kwa hiyo kwenye sura ya 1 Mungu anasema alichokifanya kwamba ninamfanya mtu kwa sura na kwa mfano wangu. Kwa tayari alikwisha kumfanya mtu kama yeye. Kwa hiyo Adamu na Eva walikuwa kama Mungu.
Halo? Niliwahi kuwafundisha hapa nikawaambia kwamba Eva alikuja kujitokeza baadaye, lakini aliumbwa siku ile ile, ila aliumbwa ndani ya Adamu. Halo? Yes. Super women mpo? Tupo. Poleni. Unajua masuper women huwa wanataka wajitawale, si ndio? Wanataka wajitawale wawe peke yao. Lakini it is not designed that way. Si ndio? Ndio maana mnacho experience ni kama kuna superwoman humu ndani. Mnacho experience ni chaos tu. Haijaye kumzalia mtu yote matunda. Kwani kwa sababu it's not the desire. Bwana Mungu alimfanya Adamu na Eva. Akafanya kitu kimoja. Kwa hata siku anaumba, alimuumba tu kwenye madongo akamtoa Adamu. Kwake alikuwa complete Adamu kwa sababu alikuwa na Eva ndani yake. Alikuwa na mtu mume na mtu mke. Lakini baadaye akakaa akasema hii staili hii sio nzuri. Akasema hii staili ngoja nifanye msaidizi, si ndio? Kwa ngoja nifanye ile kitu wewe tunaita kuderivate equation, si ndio? Akasema ngoja nilichambue kidogo nitoe huyu msaidizi kutoka ndani yake mwenyewe, nitoe msaidizi. Sasa akae yeye anatokea nje na yeye anaongea naye ambaye alikuwa ndani yake mwenyewe. Kuna mtu anaelewa kitu? Amen. Kwa hiyo watu hawa, mtu huyu, naomba nitumie ile neno mtu huyu alikwisha kufanywa mmoja. Na ndio maana wengine hamuelewaji kwa nini Adamu alikula ile tunda. Adamu alikuwa bustanini siku nyingi sana. Hakuwahi kulaga ile tunda. Na akiwa na ubavu wake ulikuwepo. Hakuwahi kulaga ile tunda. Hakulaga. Ubavu ukatoka. Ubavu ulipomletea tunda akala. Sasa wengine hapo tunawachukia wanawake, sasa mlifanya kitu gani nyinyi, mlituingiza mkenge? Mara nyingi ni ngumu sana kujikatalia wewe mwenyewe. Kuna kitu nimeongea. Yaani wewe utajikataliaje mwenyewe? Halo? Ni ngumu kujikatalia wewe mwenyewe. Kwa hiyo Adamu alikuwa anajiona ni yeye ameelewa kwa lugha tofauti kidogo. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba akampa mume wake akala. Mwamba ambaye amekaa siku zote hakuwahi kula, lakini leo sehemu yake ilienda huko ikakutana na shetani. Wakapiga story, wakaelewana, akala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uko pamoja? Hebu mtingishe jirani yako mwambie anakuelea haya. Akamwambia kwamba mtakuwa kama Mungu. And therefore wakaanza kudesire kuwa kama Mungu. Chanzo cha Eva kula lile tunda, Biblia imeliweka wazi pale. Anasema kwamba akaangalia akaona kweli linatamanika lafaa kwa chakula kile kwa maarifa. Akaona hii, kwa hiyo yale maarifa yalikuwa ndani yao, lakini hakujua kama maarifa yako ndani yake, ama kulikuwa hakujaja kitu cha kutrigger hayo maarifa, na kwa sababu hiyo akayatamani yale maarifa kwa nje. Ndio maana Biblia iko inasema kwamba mtakufa. Halo? Kufa maana yake ni kuondolewa, kutokuwepo. Sehemu yako kutokuwepo, umekufa. Halo? Yaani mtu fulani ambaye hayuko effective amekufa. Sio kwenye magrupu ya WhatsApp. Lakini sawa, hata huko pia. Naweza mkao mnaambia rest in peace, RIP. Maana yake ni kwamba haupo. Kuna mtu mmoja mitachache kutoka hapa ananiangalia sana, ngoja nitafsiri. Sema hivi. Alipokula tunda alikubaliana kwamba hayuko kama Mungu. And therefore haui kama Mungu. Kuna mtu ananielewa hapa? Unapokubaliana na uongo, unapokubaliana na uhalagai, una assume identity tofauti na ile identity yako, then you become kile ambacho umekifanya nini? Umekiassume. Lakini it does not mean kwamba kweli wewe ni hicho, ila umekuwa hicho kwa sababu umekubali kwamba wewe ni hicho, umeona kwamba wewe ni hicho. Ndio maana akamwambia mtakufa, na walikufa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Sijua kama naenda haraka sana ama niko sahihi. Ukija ukimsoma au ukimsikiliza Bwana alikuja akasemaje? Amekuja kutafuta kile kilichopotea. Ni nini hicho? Ni kibegi gani hicho ambacho amekuja kukitafuta ambacho kilikuwa kimepotea? Kwenye kitabu cha Yohana ile, si ndio? Yohana, yes. Yohana 14 mstari wa 6. No, sorry. Well, sawa. Sijai note lakini mnafahamu hiyo verse, si ndio? Hata kama mfahamu hiyo verse, mnajua kwamba Yesu alikuja kufanya nini, si ndio? Sawa? Hiyo Yohana 14:6 uifungue tu utaisoma. Lakini niliokuwa naizungumza unaijua. Sasa Yesu alikuja kutafuta kilichopotea. How? No, si ninyi ni mmeokoka. Walokole, Bwana asifiwe. Si tumeokoka. Na tunasema Yesu ndo kazi mojawapo ilikuja kukifanya, kuitafuta kile ambacho kimepotea. Hebu soma hiyo Yohana 14 hiyo mstari wa 6, tu translate hiyo hapo. Alafu watu wanaopata nani hapa tuache wapumzike. Nisome. Yes. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu alisema nimekuja kutafuta kile kilichopotea. Alikuja kurestore, kurejesha that position ambayo ilikuwa lost kwa mwanadamu. Mwanadamu akawa mnyama kama wanyama wengine. Kuna kitu mwanadamu alipoteza, akawa mnyama kama wanyama wengine. Lakini the design ya Mungu ilikuwa ni kumfanya mtu awe kama yeye. Kuna kazi zake tutakuja kuziendelea huko baadaye. Lakini Yesu anakuja hapa anasema kwamba yeye amekuja kukristo kile ambacho kimepotea. Now the how ndo hii ninayokuambia hapa. Anasema kwamba akamwambia mimi ndimi njia, kweli na uzima, na mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mlishawahi kutafakari hiyo kitu? Kwamba kwa njia ya Yesu how? Au kwa njia ya Yesu which? Alo? Anasema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hivi kweli kwa njia ya Yesu ni aje? Labda tuseme tu kama darasa. Hivi kwa njia ya Yesu ni aje? Ni kwa kusema kwa jina la Yesu. Hivi kwa njia ya Yesu kweli ni nini? Hivi kwa njia ya Yesu, hivi ndio deme ukifanya masiara unaweza kukuta tulikuwa tujaye kujua kwamba hatujui kwamba kwa njia ya Yesu ni aje. Kwa sababu kwa jina la Yesu ukisema yenyewe nayo ina tafsiri ndefu sana. Bado haikupi. Inakata. Lakini anasema wakati wanamzonga na wao tuambie kuhusu Baba, tuonyeshe Baba, tutakwambia jamani, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa mimi. Kuna somo Apostle Daniel alilifundisha, nafikiri kwenye mtandao mtakuwa mmeona, akiwa anamzungumzia Yesu. Kwamba alikuwa ni mbegu ambayo ilikuja makusudi isiyofanana na zingine kwa ajili ya malengo mahususi. Sio kama neno la Kiswahili. Nitaka kumaanisha tu malengo ambayo yako pembeni, ya kimakusudi. Sawa? Kwa hiyo Yesu alizaliwa, Yesu alikuja kama Adamu wa pili. Katafuteni hiyo nani mtaikuta iko kwenye social media. Alikuja kama Adamu wa pili. Lakini Adamu huyu wa pili na yeye amekuja na mfumo. Ila sisi anatuambia amekuja kurestore. Kwa hiyo kwa lugha nyingine hii ndio template ya Adamu halisi. Halo? Yes. Huyu ndio Adamu halisi kwa sababu Adamu wa kwanza tayari alikuwa yuko compromised. Kwa hiyo amekuja Adamu mwingine, alafu akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Maana yake ni kwamba asema mimi ni njia. Yeye ni template. Halo? Ngoja nikuambie, huwezi kukuta barabara iliyoandikwa Yesu.
Sasa hata ukienda sana, hata Yesu alikuwa jina lake. Lakini leo kwa sababu na huruma sana, sitaki kuvuruga, tusiende huko. Sawa sawa? Tubakie hapo hapo kwamba Yesu. Huwezi kukuta njia imeandikwa Yesu Road kwamba ukiipita hii utaenda mbinguni, hakuna. Lakini alikuwa njia, kwa maana ya kwamba njia inasaidia mtu kwenda anakotakiwa kuelekea, si ndio? Kwa hiyo yeye alikuwa alikuwa anatoa directives za kuelekea. Anayependa anamjua Mungu. Halo? Umeiona hiyo kodi? Huyo ni Yesu. Akiwa anatengeneza, anawaonyesha njia. Amekwisha kuvuka kutoka mautini kuingia uzimani. Anayefanya nini? Ngoja niwaelezeni, Yesu haji kumchukua mtu sehemu yoyote kumpeleka kokote. Halo? No, wale mnasubiri Yesu aje akubebe na ukatunga na wimbo. Haji kukubeba. Yesu sio kuli wa kubeba watu. Habebi mtu. Lakini anakuambia kwamba anayependa, huyu amekwisha kuvuka kutoka mautini, ameingia uzimani. So alikuja kuonyesha njia ambayo ukiipita hiyo unakuwa yeye. Kuna kitu nimeongea hapa. Anasema mimi ndimi njia, sawa? Kweli. Nishaye kufundisha kuhusu kweli, si ndio? The truth. Ile asili yenyewe. Alikuwa anazungumza hiyo ili nikimtazama yeye niweze kupata a true reflection of nani mimi niko. Halo? Kwani imekuwa nzito sana? Halo? Yeye alichokuwa anajaribu, yeye akasema I am the truth. Mimi ndio hiyo kweli. Kwamba if you're looking for anything, unatafuta kweli yoyote, ndio mimi huyo. Kwa hiyo I am mimi ndio ile design halisi yenyewe ya mwana. Kwa hiyo ina maana ukiniona mimi umeiona the true design, lakini ukiniona mimi ndio umejiona wewe, kwa sababu you lost yourself. Alikuja kutafuta kilichopotea. Mungu atusaidie sana. Mimi ndimi njia, kweli na uzima. Ule uzima tunaotarajia alikuwa anajaribu kutuonyesha, but at the end of the day, kwamba kama yeye ndio huo uzima, alichokuwa anazungumza kwamba wewe ni uzima. Kule waliambiwa mtakufa, si ndio? Takufa vibaya kwa sababu ya kula lile tunda, kwa sababu ya kuikataa position waliokuwa nayo, wakafa kweli vibaya. Lakini yeye anasema mimi ni uzima. Yesu alikuwa asemi mimi ndio uzima ili tumkimbilie tu najua tumetungana nyimbo kwamba tukimbilia tunakuwa salama, si ndio? Lakini alichokuwa anamaanisha, niwaambieni ukweli, kule Yesu aliko kuna baadhi ya vitu vya kilokole huwa vinamsikitisha. Kwa sababu tunaviangalia tukivitamani kwamba tutaviendea. Yeye hataki viendee, anataka uwe hicho, kwa sababu alikuja kukuonyesha hicho. Na hiyo ndo totality ya kile kazi ambayo Kristo alikuja kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Let me tell you, tutakuja kuongea kuhusu hizo mambo yenu mnapenda hiyo ya kufanikiwa, kufanya nini, kuwa watu wakuu. Tutakuja kuizungumza yote. Utakuja kugundua kwamba ulikuwa umeifikiria tofauti sana, na ndio maana umeikimbiza mno. Haijatokea na haitokei. Lakini kwa neema ya Mungu ametukusudia. Amen. Kwa hiyo Yesu akawaelezea kwamba hakuna atakayekuja kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Maana yake ni kwamba mimi ndio true template. Kwa hiyo tutamjifunza yeye. Mpaka mwisho wa siku assume yeye, tunakuwa yeye. Kwa sababu tutakuwa wale wa asili ya kwanza, kwa sababu yeye ndio kweli. Tutakuwa wale wa asili ya kwanza kwa sababu anasema mimi na Baba tu umoja. Listen to me. Kuna watu utakuwa disappointed siku ukienda mbinguni, kwa sababu hautamuona Mungu akiwa amekaa pale mbele kabisa. Sijui mbele itakuwa ni wapi. Hata kuwa amekaa pale mbele.
Kwa nini? Kwa sababu Yesu amezungumza ukweli. Anasema kwamba mimi na Baba tu umoja. Ukimwona Baba umemuona mimi. Anategemea kwamba ukimchukua yeye kama template, kuna siku utakuja kugundua kwamba mimi na Baba tu umoja, kwa sababu I cannot exist without him, na yeye ana exist in me. Na ndivyo mwenyewe alivyo design. But that was the original design. Yuko Mungu. Kuna somo alilisoma mwalimu hapa akasema wale wazee wachawi wakamwambia mfalme, hii mambo unazungumza, hii mambo ni ngumu. Hakuna anayeweza kutambua vitu vya namna hii isipokuwa miungu wasiokuwa na vikao na wanadamu. Kumbuka ile. Wakati huo kuna mwamba alikuwa anaitwa Danieli, ametulia, ambaye yeye ni Mungu asiyekuwa na vikao na wanadamu. Wachawi na wale waganga walikuwa wanategemea elimu kutoka kwenye universe, kutoka kwenye ulimwengu. Lakini Mungu asiyekuwa na makao na wanadamu akai kwenye hiyo tu elimu ya nje. Yeye anakaa ndani ya huyo ili kuweza kuvifanya hivyo vilivyoko nje viweze kuoperate. Kuna mtu unazungumza naye. Listen to me. Tutakuja kuzungumza kuhusu dominion. Wewe unafikiri ulishawahi kujifunza ukaielewa hiyo? Ngoja nicheke kama Magufuli. Walokole tumeizungumza hii. And let them have dominion over the earth. Wakatawale. Mwaka mmoja nikazungumza nikasema kwamba hatujawa hata na uwezo wa kuitawala pochi, but yet tuna confess kwamba Mungu aliumba tutawale. But I am telling you, Mungu aliumba tutawale. The only reason kwa nini hatujatawala ni kwa sababu tu kuna deceptions ambazo tuliziamini, kuna ulaghai ambao tuliuamini, ukatutengenezea position ambayo sio sahihi. Lakini kwa neema ya Mungu iko elimu ya Mungu iliyo sahihi, ambayo inamrudisha yule wa kweli wa kwanza. Yule kweli, Mungu anataka wewe uwe hiyo kweli, and then utaelewa what it means to rule. Na Mungu ameyakusudia haya. Biblia inasema kwamba ulimwengu unasubiri kufunuliwa kwa wana. Unasubiri kufunuliwa kwa wana kwa sababu wana, Mungu anakaa. Wana, ili uwe mwana lazima uwe na sehemu ya baba ndani yako. Hello? Ndio the only way unaweza ukatambulika kama baba. If I don't have the DNA ya mzee wangu Exaudi, then mimi sio mtoto wake. And let me tell you this, haijalishi wameyaremba vipi maneno ya siku hizi, kwamba unaweza ukawa adopted ukafanya nini. Ukiwa adopted uko adopted tu. Hello? Na kushauri kwamba ukiwa adopted uko adopted tu. Sitaki ujisikie vibaya, lakini nataka ufahamu kwamba mwana kuna issue ya DNA ndani yake. Kwa sababu that DNA ndio ina carry information, ndio ina carry ile historia, ndio ina carry kule tulikotoka, ina carry makusudi. Kile ambacho nilikusudiwa kukifanya kiko ndani ya DNA yangu. Ndio maana wengine huwa hamjielewi kwa nini unacheka kama baba yako. Ni kwa sababu ndani yako kuna information, na wala sio baba yako, ni baba yako. Ndio maana mimi ninaweza nikajiita mwana wa fulani kwa sababu ninabeba DNA zake. Bwana Yesu asifiwe. Na inakuja nyakati ambazo baba zetu watakuwa wamelala, tutaya-assume yale maneno, yale majina, and then sisi tutarule kama baba zetu. Halo? Kuna kitu nataka niongee hapa. Usifikiri unatawala tu, ameumba tutawale. Unaimba, utaimba kweli, lakini hutatawala. Kwa sababu mtawala si lazima atoke kwenye ufalme, lazima atoke kwenye ukoo, lazima wametoka ndani yao, lazima wametoka. Lakini kama deception imesha kuhamishia goli ikakuweka pembeni, hautatawala. Kwa sababu tu wakikuangalia hawakuelewi, hawakuoni, haupatikani. Unakuwa kama wale watoto wasikia wale waliwaambia, wewe ngoja kwanza, Paulo tunamjua, hata huyo Yesu tunamjua, sema wewe nani? Yaani nyinyi ni kina nani? Unakumbuka ile story kwenye Biblia Yes. Yale mapepo yaliwauliza kwamba sawa, issue ya Paulo sawa, tunamuelewa. Yesu tunamuelewa. Ila nyinyi ni kina nani? Kwa sababu walikuwa hawasomi kwenye DNA.
walikuwa hawajampokea. Biblia inasema kwamba wale waliompokea amewapa uwezo. Lazima ingie ndani yako akili sahihi itakayokufanya uweze kuwa. Ndugu zangu sikilizeni, ninazungumza kuhusu kuwa, to become. Tayari tumekwisha kupewa uwezo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya Kristo Yesu kwamba wote mliomwamini mmepewa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. But it is time, hatutaishia kwenye kupewa uwezo. It is time to take it to another step and become. Kwa sababu only the true sons ndio wanaweza kurithi. Only the true sons. Ukipewa uwezo tu wa kuwa, usipokuwa hauwezi kurithi. Biblia inasema kwamba hata mtoto awapo mdogo huwa anakuwa tu, mali yake inawekwa kwa wakala, hata wali, kwa sababu hajawa. But kuna kipindi maturity inaingia ndani yake. Hivi unajua mtoto ili atawale inakuagaje? Huwa kuna knowledge inaingizwa ndani yake. Ile knowledge inambadilisha and then he become one. Kama wale wanaoendelea na ufalme, unakuwa trained, unafundishwa etiquette za kuwa mfalme mpaka unafanania mtu wa ule ufalme, and then sasa wanakupa ufalme kwa sababu umekuwa mfalme. Lakini umetoka tu kwenye familia unang'aa sharubu tu kama paka la mwenge, alafu unategemea kesho kwa sababu tu ulizaliwaga mazingira hayo. Ngoja nikuambie, utabakia mali zako ziko kwa wakala. Lakini mwaka huu tunataka tuwape leave mawakala. Tunataka tuwapumzishe mawakala kwamba imetosha ule muda mliopewa kukasisi na kukaa mali zetu, kwa sababu wana tumerejea. It is time. We have to become. Tulipewa uwezo wa kuwa. Ni wakati wa kuwa. Haleluya. Haleluya. Yesu akawaambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Mtu haji kwa Baba isipokuwa amekuwa kama mimi. Mtu haji kwa Baba isipokuwa amekuwa mimi. Yesu hakuja kutengeneza dini ya kuviziana kwamba huyu kafanya hiki tumweke wapi, huyu kafanya hiki tumweke wapi. Najua ndio injili iliyotuokoa wengi, tukaokoka huko kuhusu ziwa la moto na nini, na jinsi ambavyo Yesu ametengeneza standard ambazo usipoendana nazo unapigwa kelubu moja hivi na malaika unaingia jehanamu. Lakini ndugu yangu, nataka nikuambie, Yesu it's just a template. Ndio maana alikuwa anapata shida sana na kina Filipo. Yaani yeye amekuja amekuja kukukumbusha. Anataka assume identity yako. Kwa sababu listen to me, ulikuwepo. Hello? No, nataka niongee na watu wa miaka ya 90 na 2000 ambao wanafikiri wamezaliwa 90 na 2000. Nyinyi mlikuwepo. Hello? Kwa hiyo Yesu anataka kukukumbusha tu wewe uliye katika mwili huu wa kibinadamu, alafu ukadanganywa na ulimwengu na setups zake, ukadhani kwamba ulimwengu unavyoenda ndivyo ulivyo. Ulimwengu unavyoenda sivyo ulivyo, ila ndivyo walivyofanya uende. Lakini kunayo njia, iko njia ambayo sio wanadamu, iko njia ya Mungu asiyekuwa na vikao na wanadamu. Lakini hii njia ya Mungu asiyekuwa na vikao na wanadamu lazima uwe mmoja wake, ili uwe uplifted kutoka kwenye kuwa na vikao na wanadamu na kutokuwa na vikao na wanadamu. Tunaongea naye hapa. Danieli akamwambia, kabla Danieli kuambia, wao wakamwambia, wao waliongea ukweli kwamba elimu yetu inaishia hapa. Hapa anayeweza kutoboa ni huyo asiyekuwa na vikao na wanadamu. Nataka uione hii hapa. Yule wanayemsema hakuwa na vikao na wanadamu kwa sababu uhusiano waliokuwa nao wao na yeye. Halo? Nataka hii usikose. Anasema hivi, wasiokuwa na vikao na wanadamu kwa sababu wao walikuwa na vikao na miungu mingine yote kasoro huyu mmoja. Kuna kitu nazungumza na mtu hapa. Yaani walikuwa na vikao na mfumo wa uchumi wa Tanzania. Walikuwa na vikao na mfumo sio mnaita nini? Walikuwa na vikao na hii mifumo yote kasoro mfumo mmoja tu ndio hawakuwa na vikao nao. Wakamwambia, kwa sisi tukiangalia kote huku hakuna kinachoweza kutokea except kwa yule asiyekuwa na vikao na wanadamu. Walipokuwa wanasema vikao na wanadamu walikuwa wanajirifaa wao. Daniel alikuwa amemute kwenye kona namna hii.
kwa sababu yeye alikuwa na kikao na yeye, kwa sababu anakaa ndani yake. Kuna mtu tunajaribu hata tamani aelewe. Yaani Mungu pale anapotaka kukupeleka, hata kupeleka kwa mimi kusema pokea power katika jina la Yesu. Kuna vitu Mungu ameniahidi vikuu sana vya ajabu sana, lakini namtaka tu mtu atakaye kubali na kuamini, alafu kuyaishi hayo, kwa sababu ninaweza nikakumeki mimi, sawa lakini anaweza akakumeki yeye. Mimi nataka tu nizungumze anavyotaka kukufanya, alafu ukubali uwe kile ambacho yeye anataka, kwa sababu it is time Mungu anataka ulimwengu uanze kushuhudia hao wana halisi. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yake Danieli alikuwa na Mungu ambaye wale wengine hawakuwa naye, kwa hiyo waliona hana vikao na wanadamu, lakini alikuwa anakaa na Danieli. Kuna siku tutakuja kuyaangalia haya zaidi. Anazungumza, anasema mtakufa kama wanadamu wa kawaida, kwenye kitabu cha Zaburi, si ndio? Mtakufa kama wanadamu wa kawaida. Unawezaje kumwambia utakufa kama mwanadamu wa kawaida? Kwa sababu lazima kwanza asiwe wa kawaida, ila kwa sababu ya deception iliyoingia ndani yake atakuja kufa kama mwanadamu wa kawaida. Kuna siku tutapata nafasi tutayaongea hayo, lakini leo nataka niweke tu msingi kwenye issue nzima ya kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Become ni maamuzi ambayo unayafanya ya kuichoka nafasi ambayo imekuwa ni ya kibinadamu sana, kwa sababu ninyi ni roho. Hello? Na hata ninapopata shida kueleza nyinyi kina nani kwa sababu ulimwengu umeshatutengeneza mpaka tumeamini kwamba sisi ni watu. Hello? Yaani kuna namna ulimwengu umeshatu design, yaani tumeshakuwa watu kiasi kwamba mambo ya rohoni tunayaona kama mambo mageni. Lakini jamani, mambo ya rohoni sio mageni. Actually, mambo ya kibinadamu ndio mageni kwetu. Mpaka tumehukumiana na mambo ya kibinadamu. Tunahukumianaga kwa mambo ya kibinadamu. Lakini sisi sio. Tumepewa nafasi ya kuexist katika mwili. Halo? Yaani nataka unapojiangalia jione hivyo kwamba mimi niko privileged kwa nyakati hizi kuexist katika mwili na kujimanifest ulimwenguni kama Dennis, ulimwenguni kama Dr. Tabitha, ulimwenguni kama fulani. Nimepewa hiyo tu nafasi ya kujimanifest, kwa sababu wenzangu wengine wako wengi ambao hawako hapa, wako huko. Lakini nimepewa nafasi ya kujimanifest kama fulani. I am telling you, the day utakuwa elevated to that point, hautakuwa mtu wa kawaida, kwa sababu utakuwa una command mbingu na mambo yanatokea. Utakuwa una command mbingu na vitu vinatokea. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Unaweza ukasimama pale ulipo. Naomba musicians please. Watu wa Mungu, tumeianza safari mwaka huu. Huu mwaka ni mwaka, nilisema kwamba is the year of beginning, mwaka wa mwanzo. Pia ni mwanzo wa elimu sahihi. Nilisema hivyo na nataka nikukumbushe, kwa sababu mwaka huu Mungu amekusudia sana. Yani I say, listen. Mungu atafuta namna nzuri rahisi ya kuliweka. Utawa experience pioneers. Sawa? Utawa experience pioneers mwaka huu, wale ambao Mungu amewakusudia. Lakini na tuzungumze hili neno kwamba wale Mungu aliyowakusudia kwa sababu ya Ukristo au kwa sababu ya dini yangu ya Kikristo tulivyojitrain muda mrefu sana. Lakini ukweli ni huu kwamba Mungu ameachilia neema, na kila anayekubali kuwa anakuwa. Ameachilia platform ambaye kila anayekubali
Kuna mtu mmoja akaimba wimbo akasema kwamba nitasema ndio. That song ukisikilizaga saa nyingine inakuwa kama haina maana, lakini ukijua kilichomfika utaelewa kwamba alifika mahali akagundua I only need to say yes, kwa sababu aliyedanganywa alisema ndio, akaondoka kwenye position yake. Anayesikia kweli anasema ndio, anarudi kwenye position yake. Mungu ameachilia platform ambayo you can create. Listen to me, iko neema ya kuumba. Lakini inatokana na wewe, if you accept it. Na mwaka huu Mungu amenituma nifundishe hii issue ya kuwa to become, kwa sababu is the key na majibu ya maombi mengi sana ambayo tumekuwa tukiomba. Kuna mahali ukupaswa kuomba kabisa. Kuna biashara nyingine ya kufanya na mbingu, ndugu zangu. Iko biashara nyingine ya kufanya na mbingu, sio tu maombi ya kutaka vitu, sio tu maombi ya kutuliza dhoruba, kwa sababu ziko dhoruba ambazo hautakiwi kabisa kuhangaika kuzituliza, ila presence yako. Yesu akawa amelala kwenye sheti lile, mashua ikawa inapigwa na upepo, inasukwasukwa na upepo. Wanadamu wasiokuwa wanaijua sehemu yao wakaanza kutoa shehena na kuitupa, kwa sababu walivyofundishwa, experience yao inawaonyesha upepo ukija utatuangamiza, na kwa sababu hiyo, ili tusiangamie, tuna offload shehena ambayo ilikuwa ni ya kwetu, tunaitupa nje. That's deception ya hali ya juu. Lakini alikuwepo mmoja anayejua ya kwamba kabla ya upepo kuwepo niliwepo, aliyekuwa anaijua mamlaka aliyonayo, ambaye alikuwa haijui kwa mafundisho ya Pastor Dennis, alikuwa anaijua by becoming, alikuwa amekuwa. Ndio maana Yesu akalala kwenye ile sheti, kwa sababu kulikuwa hakuna sababu yoyote ya yeye kutoka kuweza kwenda kufanya chochote, kwa sababu as long as I am here, iko salama. Paulo akawaambia wale watu kwenye ile mashua ambayo ilikuwa inataka kuzama, wakati wanahangaika, akawaambia sikilizeni, hatapotea, haitapotea nafsi ya mtu yoyote as long as I am here. Alikuwa amejijua, alikuwa amejitambua kwamba mimi ndio huo uzima, nikiwepo watu ni wazima, kwa sababu mimi ndio huo uzima. Yesu akawa amelala tu kwenye sheti mpaka walivyomfuata na kuanza kumsumbua. Akanyanyuka akaukemea upepo kwa ajili yao. Listen, aliukemea upepo kwa ajili yao, sio kwa ajili yake, kwa sababu yeye alikuwa yuko fine kulala. Alizungumza pale mwanzo akasema na tuvuke mpaka ng'ambo. Kuna watu hawaelewi kabisa. Mungu akisema amesema. Wakati Yesu anazungumza tuvuke mpaka ng'ambo, alikuwa anazungumza kama Mungu. Akasema na tuvuke mpaka ng'ambo. Maanake safari haiwezi ikaishia njiani kwa sababu ya maelekezo niliyotoa. We failed hili, tumeshindwa kutoa maelekezo kwenye mambo yetu, tumeshindwa, lakini ni kwa sababu tu we've not become. Ninamuita mtu mmoja, inuke ikiu ndani yako ya kutaka kuijua siri hizi, kwa sababu when you become, Biblia inasema kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sintaogopa. Ambaye haogopi ni yule mwenye uhakika kwamba ninatoboa upande wa pili, kwa sababu mawimbi yanakuja, lakini mawimbi yapo mimi ninako kwenda.
kama yeye. It is the only way ya Mungu kuweza kujimanifest kwa ulimwengu. No, natamani tu uongee na Mungu. Listen, Roho Mtakatifu yuko hapa, lakini mimi sitaki uongee na yeye. Wewe nataka tuongee na Mungu, alafu Mungu anampa maelekezo juu yako, kwa sababu yeye ni msaidizi, ni mwalimu. Kuna vitu vinaanza kufunguka kwa sababu ya hiki tu kidogo alichokisema. No one is coming for you. Utawekwa tu huru na kweli. Utawekwa tu huru na kweli. Kubali hayo. Kubali hilo. Naomba wakati bendi ina play, hebu kila mmoja just dive in spirit. Mwambie Mungu asante. Mwambie Baba, ninakushukuru. Asante kwa sababu ya pendo lako linavyozidi kudhibitika kwangu kwa namna ya ajabu. Lakini asante kwa sababu ninaiona neema nyingine ya kuzijua siri zako. Paulo akafundisha, it is only by knowing we can become. Sema nimeadhimu jambo moja tu, nimjue yeye na ile nguvu iliyomfufua. Masata, nimjue yeye na ile nguvu iliyomfufua. Because nikijua, I will assume it. Masata. Asante. Malaika wakashangaa kwamba mwanadamu ni nini, mwanadamu ni kitu gani mpaka apate favor hii ya ajabu. Malaika wanatazama, wanashangaa kwamba hivi wewe ni nani mpaka unapata hii favor ya kuyajua haya, so that you can become. Somebody speak. Nataka uanze kufungua tu kinywa chako. Fungua tu kinywa chako. Kama alivyoona kwamba elimu ile inatamanisha, inafaa kwa maarifa, elimu hii inafaa kwa nafasi yako. It is time. It is time. It is time. Ninakuita kwenye hii safari ambapo kwa neema ya Mungu itafika mahali ambapo hata ulimwengu utajua kwamba wewe sio mwanadamu wa kawaida. Alipotembea Yesu, wakamwangalia, wakamtofautisha na mwanadamu wa kawaida, kwa sababu provision yake ilikuwa itokani na mazingira waliokuwa nayo. Provision yake ilikuwa itokani na yale wanadamu wanafanya. Iko siku moja aliinua tu mikate, akainua macho yake, akashukuru mbinguni na vikazalishwa, kwa sababu provision yake haikuwa inatokana na vile ambavyo wanadamu wamevisema. He wants you to become. Anataka uwe kile alifanya. Anamtaka yule mtu wa sura ya kwanza mstari wa 29, yule ambaye yeye anakaa ndani yake na wewe ndani yake. Baba, asante. Pokea neema katika jina la Yesu. Pokea neema hii katika jina la Yesu. Pokea neema hii katika jina la Yesu. Pokea neema hii, kwa sababu Bwana anataka kukimaliza kilio cha taifa. Bwana anataka kumaliza kilio cha ukoo wako. Hata kanisa la Tanzania linakutegemea, linakusubiria. When you become, ukiwa kanisa litabadilika.
itabadilishwa, nchi itabadilishwa. Ulimwengu unasubiri kufunuliwa. Yeye ametengeneza platform. Bwana amekupa potential. Just become. Yeye ametengeneza potential. Unahitaji kuikubali na kuwa. Hakuna richo nyingine. Baba, ninakushukuru. Asante kwa yale unafanya. Asante kwa sababu it is time. And when it is time, nothing can stop. Nothing can stop it. When it is time, it is time. Nothing can stop it. Hakuna kinachoweza kuzuia. Hakuna kinachoweza kuzuia. When it is time, it is time. When it is time, it is time. I align myself with time. Yes. Asante. Shangilia Bwana Yesu. Kile alichosema Yesu ndicho anachosema saa hii, kwamba umepewa uwezo wa kuwa. Become. Paulo akayachungulia yale mambo, akafika mahali akasema, nimeazimia jambo moja, nimjue yeye. Sasa nimeazimia jambo moja, nimjue yeye. Yeye na ile nguvu iliyomfufua. Paulo akamjua. Alipomjua yeye, nyoka walipomng'ata, alipokuta kwenye moto, hakuhitaji dawa ya kuzuia sumu ya nyoka. Alipomjua yeye, yule alipoanguka akafa, alimuinua kwa sababu alimjua yeye. Hatuendi kumjua Yesu wa Nazareti, bali kumjua ni kuwa. Kumjua yeye ni kuwa. Asa, na nguvu iliyofufua. Alipoijua nguvu iliyofufua, akawa anafufua tu watu. Kwa sababu Paulo Paulo alikuwa, alitoka kwenye ile position ya kuomba, Bwana ninakusihi umfufue mtu huyu, akafika kwenye position ya kusema nyanyuka uende.